ya kanisa. Tumkaribishe kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Winnie Wanjiko kutoka ushirika wa Nazareth. Nimekuwa katika hili darasa la discipleship class na nimejifunza mambo mengi, mojawapo ikiwa huduma za kanisa. Na kabla nijiunge na hili darasa, sikuwa naelewa tofauti kati ya nabii, mitume, wainjilisti, wachungaji na pia walimu. Lakini wakati nilipojiunga na hili darasa nimeelezewa kuwa nabii kazi yake anapokea ujumbe kutoka kwa Mungu. Mitume nao kazi yao ni kuwaleta watu katika injili, na wainjilisti kazi yao, mitume kazi yao ni kueneza injili, wainjilisti kazi yao ni kuleta watu katika ufalme wa Mungu, wachungaji kazi yao ni kuwalinda kondoo, na kazi ya walimu nikaelezewa kuwa ni kufunza neno la Mungu na kuwafanya watu kuwa wanyenyekevu. Na pia katika hilo somo tulielezewa kujihadhari na manabii ambao wanafuza, wanaleta unabii ambao ni wa uongo. Kama na tutawatambua kwa matendo yao. Kama ukikutana na nabii ambao anataka atoe unabii kwa sababu ili umpatie pesa ili atoe huo unabii, utatambua ya kwamba huyo nabii si wa Mungu, kwa sababu hafai kuitisha pesa yoyote. Na pia kuna manabii wengine ambao wanataka wajiinue ama wasifiwe na wanadamu, lakini sifa zinafaa kumrudia Mungu. Na tulipewa tahadhari nyingine, tukaambiwa ya kuwa hiki kipawa cha walimu, kama wewe umeitwa kuwa mwalimu na unafuza, kinakuja kwa tahadhari. Kutoka kitabu cha Yakobo 3:1 ambayo inasema, ndugu zangu msiwe walimu wengi, mkijua ya kwamba mtapata hukumu kubwa. Kama wewe umeitwa kuwa mwalimu wa neno na unafunza mafunzo ambayo inawapotosha watu, ujue ya kwamba utakuwa na hukumu kubwa zaidi. Na pia tulipewa mfano, ukiangalia mkono wangu uko na vidole 5 lakini zote hazitoshani. Katika hivi vipawa 5 kuna venye huwa tunaona ni kama hivi vipawa kuna mwingine ako juu kuliko mwingine. Kwa mfano tunaweza ona kama nabii ako juu ya mwalimu ama juu ya mchungaji, lakini hivi vipawa vyote mbele ya Mungu, kila kipawa kina umuhimu tofauti. Kutokana kitabu cha Waefeso 4:11, Yesu alipeana hivi vipawa na umuhimu wa hizi vipawa ukapeanwa kuwa, ya kwanza ni kuwakamilisha watakatifu, ya pili ni ili kazi ya huduma iweze kutendeka, na ya tatu ni ili mwili wa Kristo uweze kukamilika. Nikimalizia katika hizi huduma za kanisa, ukitaka kuzielewa zaidi, umekaribishwa pale kwa hili darasa la discipleship na utajifunza pia mengine mengi. Mungu awabariki. Amen. Tumpigie makofi. Tuna mwingine ambaye anaitwa Boniface Kiama, naye huyu atatuelekeza katika divine healing. Tumkaribishe ndugu kwa makofi.